Swali hii ama tukio hili pia vile vile ilitokea wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna mwanamke alimkujia Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia kwamba mume wake ni hivi, akaashiria kwa mkono wake wa nguo yake kwamba ni hivi. Miongoni mwa lengo ya watu kuoana ni kuweza kutimiziana haja. Kwa hivyo kikosekana, mwanamke anaruhusiwa kuomba kitu ambacho inaitwa khulu. Anaomba khulu na anarudisha mahari yake. Anarudisha ile mahari, sio mimi. Anarudisha ile mahari na wanawachana. Na pia katika njia za miongoni mwa njia za ndoa kuvunjwa ni kama hiyo khulu, kuna talaka, kuna ingine inaitwa fasakh. Ile marriage inakuwa cancelled. Kwa hivyo inaruhusiwa, anakuwa na haki. Kwa hiyo anaweza kuomba talaka. Nichangie kidogo hapa. Amezungumza ndugu yangu mashallah, acha mimi nichangie. Katika tatizo kama hili ambaye baadhi ya wanaume ambaye hawana nguvu za kiume. Kwanza inatakana mwanamke ajitahidi kadri ya uwezo kuweza kuhakikisha huyu mwanamume anampikia vyakula vya maana, vyakula vya kisawasawa vya kujenga mwili na kumpa hamasa, na vile vile akamfanyia matibabu ya kisheria. Kuna baadhi ya madawa hata za mitishamba kama vile mtu kula asali kwa ikichanganywa na dalasini ndani yake, ikatiwa na habati sauda na mafuta ya zaitun. Hizi ni vitu ambavyo vinahamasisha. Wewe mwanamke mpikie vyakula vya kumtia hamu huyu mwanamume. Si wewe leo ndugu yangu kwanza nitakana umpikie mfano ugali ile ya kutwanga ile ya uregorego ile. Inaswagwa kwa mashini kule. Sio hii ya pakiti. Ile posho meal. Alafu inachanganywa na unga ya muhogo na unga ya wimbi, kisha inapikwa na omena iliyokuwa mbichi kwa maziwa ndani yake. Au mrenda ya nyama ya ng'ombe ndugu zangu. Sasa si wewe leo unakwenda kumlisha mume wako chai ya rangi kwa kashata. Ndugu yangu vipi huyu atapata hamu za mwili? Hawezi, ataua nyumba hii. Hii inavunja nyumba ndugu zangu. Kwa hivyo mwanzo tumtibu huyu mwanamke, mwanamume huyu tumpe vyakula vya vitubisho, tumrekebishe na mpaka mwisho tuhakikishe kwamba ameshindwa kabisa. Hapo sasa ikiwa wewe mwanamke uweze na kusubiri.